Najua wengi tunawaza na kufikiria namna gani naweza nikawa bora na ninaweza nikawa fundi katika swala la mapenzi unapokuwa na mwenza wako. Kuna mambo mengi sisi huwa tunakosea kama wanaume, hata wanawake pia, kabla na wakati wa kushiriki tendo. Sasa leo tutaenda kuzungumzia mambo 5 muhimu sana ya kuzingatia ili kuhakikisha mnakuwa katika ufanisi bora mnapokuwa kitandani na kuweza kufanya mweze kufurahia tendo lenu. Kitu cha kwanza, na hili si kwa wanaume tu, ila ni kwa wote, wanaume na wanawake. Cha kwanza, lazima muwe na maandalizi bora siku zote, ili tendo liweze kuwa linakufurahisha na lenye kuleta raha zaidi. Lazima kila mmoja aweze kumwandaa mwenzake. Sasa kumekuwa na notion tofauti na ambayo si nzuri, wengi wakiamini kwamba ni mwanaume pekee ndiye anayetakiwa kumwandaa mke wake. Japokuwa imezoeleka hivyo, na wanawake wengi wanashindwa kujituma, wanashindwa kujishughulisha na wanashindwa kuweka bidii yoyote. Wenyewe wanakaa wakisubiri tu mwanaume aweze kufanya, aweze kumwandaa, aweze kufanya hivi na vile. Maisha mengi ya ndoa yamekuwa yakienda kwa design hiyo. Ndio maana wanaume wengi wanapopata mchepuko ambaye anaamini huyu sio mwanaume wangu, kwa hiyo atakuwa na bidii, atakuwa na juhudi, atakuwa na ufundi wa kila aina kuhakikisha anampagawisha yule mwanaume na asiwezi kurudi kwa mwanamke wake. Sasa ndio maana unakuta mwanamke wa nje anakuwa ni bora au mzuri na mtamu zaidi kuliko ndani, kwa sababu wa ndani wengi wanaamini hilo jukumu sio lao, ambalo si kweli kabisa. Utafiti unaonyesha maandalizi bora yanayochukua kuanzia dakika 10 mpaka 15 yanafanya tendo kuwa bora zaidi na kila mmoja kuweza kufika katika kilele. Ila mahusiano ambayo kila mmoja anajali tu, wanaanza kwa pupa, bila maneno mazuri kabla ya, bila zile romansi za mwanzo kabisa, kupelekea wengi kutokuenjoy na pia hata sababisha mwanaume kuweza kumaliza mapema. Sababu nyingine inayopelekea wanawake pia kushindwa kuandaa wanaume wao, tuseme ni pamoja na uvivu pia. Uvivu umekuwa ni chanzo cha wanawake kushindwa kujituma. Wanaamini kwamba sio jukumu lao. Akijiona yeye amebarikiwa kuwa na matako, kuwa na hipsi, kuwa na miguu mizuri, basi anaona hilo kwake amemaliza, linatosha kumpagawisha mwanamke. Mwanamke anaweza akawa kawaida kabisa, ila akawa fundi na bora na akapendwa na kuthaminika kuliko yule ambaye amekuwa na mwili mzuri wa kuvutia na makalio kama wengi wanavyoona ni bora. Jambo la pili la kuzingatia kabla ya kushiriki tendo, wanasema au wakati mpo katika harakati za kulianza hilo tendo, wanasema anza na njia ya kuingiza taratibu. Sasa hii ipo kwa yule mwanaume, usikurupuke kuingiza uume wako wote unapoanza kushiriki tendo. Hii kitu inakuwa ni sawa, ila haiongezi raha na morali kwa yule mwanamke. Wanasema njia nzuri ya kufanya hivi ni kuingiza kichwa kwanza taratibu, huku ukisubiri, ukiingiza taratibu kichwa na kutoa, ukiingiza kichwa na kutoa kwa mara 3, 4, 5 mpaka mara 10. Ukiweza unaweza kuzidisha zaidi ya hapo. Hii inakuwa bora sana. Kwa sababu gani? Kwanza inaanza kuiamsha ile misuli na nerves ambazo zinapatikana katika uso wa uke wa mwanamke. Hapo anaanza kupata msisimko. Unapoingiza moja kwa moja, ile nerves zilizopo ndani kabisa ya uke hazina uwezo mkubwa kusisimuka kama zilivyo zilizo nje ya uke. Sasa unapoanza, usianze kwa kuingiza kabisa. Ingiza kidogo kichwa, itoe. Ingiza kidogo tena, itoe. Na wanawake wengi wanaonekana wakifurahia sana kufanyiwa namna hii, na wengi wanaenjoy, wengi wanafurahia, wengi wanaona it's very amazing, kwa sababu inaonyesha kwamba huyu mtu anafahamu mapenzi, anajua namna gani ya kufanya, na si kwamba anakupuga, ila anafanya kwa ubora. Kwa hiyo wewe mwanaume, jifunze kufanya hivyo. Unapoanza usiingize yote, ingiza kidogo, toa, ingiza tena, toa. Hata kama utakuwa unatumia mkono, it is bado inafaa kufanya vizuri.
vizuri, ingiza kidogo, toa. Then baada ya kufanya hivyo mara 10 mara kadhaa, then unaanza kuingiza yote taratibu. Jambo la tatu la kuzingatia, usianze kwa spidi kubwa. Ile ni kosa kubwa sana ambalo wengi wanafanya kutokana na ile hamu, labda mtu hajafanya kwa muda mrefu, amechukua miezi kadhaa hajakufanya, kwa anaanza kwa spidi ya hali ya juu. My friend, siku zote hata gari linapoanza kuwaka na kuanza safari, hawezi kuanza na spidi ya 80, hawezi kuanza na spidi ya 100, ataanza na 10, 5, 20. Kadri anavyoendelea ndivyo anavyozidi kuongeza mwendo. Sasa wewe ukianza na spidi ya ajabu, hutafika hata kilomita 1. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili utakuwa katika hali ya msisimko wa hali ya juu, yaani utakuwa ni ile overstimulation ambayo itakupelekea uweze kumaliza mapema sana, na utakuta mwenzi wako haujamfikisha popote, haujamridhisha. Na hapo kama utakuwa na upungufu wa nguvu za kiume, kushindwa kurudia kwa haraka au unachelewa kurudia, unaweza kupelekea migogoro, kwa sababu pale utakuwa unaanza kuziamsha hisia za mwili wako. Sasa wewe unakuwa umemaliza, mwenzako ndio safari imeanza. Sasa hapo mnakuwa na mkanganyiko, hapo mnaanza kupishana. Inabidi kila mmoja aanze kwa spidi ya taratibu. Wewe mwanaume unapoanza, hata kama una hisia, una hali ya juu, tuliza tempa, tuliza hisia, anza taratibu. The way unavyozidi kuendelea kufanya, ndivyo unavyozidi kuongeza spidi taratibu. Na ukiona kama hapa na karibia kumwaga, jaribu kupunguza spidi. Unaweza kuchomoa kidogo, ukakaa, ukaendelea na romance, ukamshika au ukaingiza taratibu, ukatoa au ukaiacha ndani kwa muda bila kutoa, huku mkiendelea na namna nyingine ya kuendelea kufurahishana ili kupunguza ile hisia za juu za kumwaga. Then baada ya hapo tena zimepungua, unaendelea. Hiyo ilikuwa ni njia bora ambayo imesaidia sana wanaume kutokumaliza mapema. Jambo la 4 la kuzingatia, my friend, jaribu kubadilisha staili. Usipende kuenda na staili moja. Sana wengi wanaanzaga na staili moja, hawabadilishi. Of course hiyo imekuwa pia ni sababu moja ya watu wengi kuwahi kumwaga. Yaani unapoanza na staili moja pekee, unaendelea nayo bila kubadilisha kwa muda mrefu, kwanza inachosha. Kutana na mtu ambaye amezoea mapenzi na anayejua kuwa inachosha, inaonyesha kwamba wewe sio mbunifu. Lengo si kujifunza tabia mbaya, ila lengo ni kuendelea kujifunza ili kuboresha mahusiano. Tubadilisha staili baada ya dakika 2-3, badilisha nyingine. Unaweza mkama anza kwa staili ya kulala, mwanamke amelala chini, juu ametanua miguu. Baada ya hapo unaweza mkageuka, unaweza mkaenda, na mimi wengi mnazifahamu staili mbalimbali. Mnabadilisha kadri muda unavyozidi kwenda. Kwanza hiyo inapunguza hata zile hisia, kwa maana kile kitendo cha kubadili staili moja kwenda nyingine unafanya mwili upunguze zile hisia, hasa kwa mwanaume, na hata ile sensation ya kumwaga inaondoka. Then ukiendelea kwa staili mpya, unaona ufundi mwingine, na hiyo inakuwa ni bora sana. Na kitu cha mwisho cha kuzingatia, tumieni lugha nzuri unapokuwa kitandani. Wanawake wengi sana wamekuwa na tabia ya kuongea lugha mbaya, ila sio wengi, ni baadhi yao wamekuwa na lugha mbaya. Unakuta hasipofanya kama vile alivyokuwa na matarajio, anaanza kuwa na lugha mbaya, anaanza kuambia basi natosha, niache, nimechoka, sogea huko. Of course zimekuwa ni lugha ambazo zinaweza zikaonekana za kawaida, ila kisaikolojia inaonyesha ina sana. Unapoanza kumwambia niache kwanza, sogea bwana, tutaendelea kesho, mbona umalizi, yaani inaonyesha dhahiri kwamba wewe unafurahi hicho kitu na unafanya vibaya. Kwa hiyo jitahidini kutumia lugha nzuri. Kama unaona vipi, mweleze ukweli, mwambie kwamba umefanya ila mimi sijaridhika, next time au ukiweza baadaye, jitahidi kuongeza uwezo wako, jitahidi kuongeza na kuboresha elimu yako ili na mimi niweze kujisikia vizuri. Kwa hiyo hivyo ni vitu vitano ambavyo unaweza kuzingatia kabla ya kushiriki tendo la ndoa na kwa hiyo kuimarisha mahusiano yako, ili usije ukaingia kwenye shida ya migogoro
migogoro, yani mahusiano. Naamini tutakuwa tumeelewana na kutakia wakati mwema. Asante.